Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, kesi ya Mheshimiwa Lissu inayozidi kumkabidhi hivi sasa sio jambo ambalo linazidi kuzungumziwa katika Jamhuri ya Tanzania pekee, bali kesi ya Mheshimiwa Lissu hivi sasa ni kesi ambayo mataifa ya kigeni yanazidi kufuatilia, jambo ambalo limeweza kuwa ni kero kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan baada ya safari yake ya juzi kati huko Urusi. Mtazamaji wangu, mtoto wake Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni Agostino Lissu ameweza kuamua kuingilia kati kesi hii ya uhaini inayozidi kumkabidhi baba yake ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu, ijapokuwa ukweli umeweza kubainika na viongozi wakuu wa chama cha Chadema ya kwamba kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu ni kesi ya mchongo tu, wala hakuweza kuwa na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuelekea moja kwa moja katika ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa, mtoto wake Mheshimiwa Lissu kuingilia kati kesi ya Lissu na kuanza kumtetea katika mataifa ya kigeni, ndipo ambapo mataifa ya kigeni yaweze kuwajibika kwa uharaka ili Mheshimiwa Lissu asiendelee kuumia akiwa gerezani. Kwanza kabisa ni swala la utetezi wa haki za binadamu. Sote tunafahamu kwamba iwapo kweli Mheshimiwa Lissu kipindi na wakati ambapo Mahakama Kuu itaweza kuamua ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu hana makosa yoyote yale kuhusiana na uhaini kama ilivyokuwa imeweza kutangazwa hapo awali na kusababisha kuwa gerezani kwa muda huu wote, mtazamaji wangu, kwa kweli viongozi wote walioweza kuhusika wanastahili adhabu. Kwani sote tunafahamu kwanza kabisa Mheshimiwa Tundu Lissu sio raia wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Ni Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye yupo na nafasi kubwa katika chama kikubwa cha upinzani katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, majukumu yake kama mwenyekiti mkuu wa chama Chadema hayajakuwa yakienda sawa, nafasi hiyo ikilazimika kuchukuliwa na mwenyekiti msaidizi mshikililizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche, jambo ambalo ni tofauti kabisa na kile kinachozidi kutarajiwa. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi ya kwamba mtoto wake Mheshimiwa Lissu ameweza kuwa hatua moja mbele dhidi ya viongozi wakuu wa CCM, akiamini ya kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kushinda kesi ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania, basi moja kwa moja hatua kali ataweza kuzichukua dhidi ya viongozi wakuu katika serikali ya CCM, kwani ndio walioweza kuhusika kumzuia Mheshimiwa Lissu katika muda huu takriban mwaka mmoja miezi mitatu, jambo ambalo linazidi kuvunja moyo hasa wafuasi wa chama Chadema na wafuasi sugu wake Mheshimiwa Tundu Lissu wanaozidi kufurahishwa na kila kile anachozidi kukifanya Mheshimiwa Tundu Lissu. Pia mtazamaji wangu, kuna kutaka kesi isikilizwe kwa uharaka na uwazi. Hili ndilo jambo ambalo hivi sasa idadi kubwa ya wafuasi wake Mheshimiwa Lissu wanazidi kupendekeza ya kwamba kesi hii wamekuwa wakishuhudia ikifikishwa katika Mahakama Kuu ya Kisutu, ila kusikilizwa kwa kesi hii haijakuwa ikifanyika kwa uharaka na maamuzi ya haraka yaweze kufanyika, tofauti kabisa na jinsi ambavyo wengi wanazidi kuomba Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru, kwani kizuizi kilichokuwa kimeweza kuwekwa naye Mheshimiwa Lissu kwa viongozi wakuu wa CCM
Uchaguzi umeweza kukamilika na sote tunafahamu kwamba viongozi wakuu wa CCM hawakuwa tayari kuingia katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wakiwa na upinzani wake Mheshimiwa Tundu Lissu kutokana na mori wa idadi kubwa ya vijana Gen Z waliokuwa wakiomba mabadiliko na ushirikiano wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Basi mtazamaji wangu, moja kwa moja uongozi ulioko madarakani hivi sasa, iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kuwa katika kinyang'anyiro hicho cha urais, basi leo hii tungekuwa tukizungumzia serikali ya chama Chadema na sio serikali ya CCM. Pia mtazamaji wangu, kuna kulinda usalama wake binafsi. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu kweli yeye ni mwanasiasa maarufu katika Jamhuri ya Tanzania, ila ni jamaa ambaye yupo na familia ambayo familia hii inazidi kumtegemea Mheshimiwa Lissu siku baada ya siku. Hivyo basi mtoto wake kuingilia kati kile kinachozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu yuko na jamaa wanaozidi kumjali na kumpenda. Pia mtazamaji wangu, kuna kuonyesha mshikamano wa kifamilia, vile kuna kuvutia uangalizi kwa vyombo vya habari vya kimataifa. Mtazamaji wangu, katika vita hivi anavyozidi kupigana Mheshimiwa Tundu Lissu, hivi sasa mataifa ya kigeni yatakuwa ange kujua kwa undani ni kipi kinazidi kuendelea na kumkumba Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa takriban mwaka mzima, kwani kipindi na wakati ambapo mataifa ya kigeni yataweza kuona swala hili hadi jamaa wa karibu wa familia yake Mheshimiwa Lissu ameweza kuanza kuingilia kati, basi kweli haki itaweza kupatikana kwa uharaka. Na pia mtazamaji wangu, kuna kushinikiza kuheshimiwa kwa mikataba ya kimataifa. Leo hii iwapo mtoto wake Mheshimiwa Lissu katika kikao alichoweza kukiongoza na aweze kupata ushindi, mtazamaji wangu, amini usiamini, wote waliokuwa katika kikao hicho wataweza kumuunga mkono na kuja katika Jamhuri ya Tanzania kufanya uchunguzi ili haki iweze kupatikana kwake Mheshimiwa Lissu. Na haki itakapoweza kupatikana, basi kwa uwezekano mkubwa uhuru wake Mheshimiwa Lissu utakuwa wameweza kuwadia, jambo ambalo idadi kubwa ya wanachama wa Chadema wanazidi kusubiri siku baada ya siku. Pia mtazamaji wangu, kuna kujenga uungwaji mkono wa kisiasa na jamii. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu uongozi ama Mheshimiwa Tundu Lissu ni mtu wa aina gani. Hivyo basi mtoto wake kwa umri huu alionao hivi sasa, kipindi na wakati ambapo atakuwa na nia ya siasa kama baba yake Mheshimiwa Tundu Lissu, na kutokana naye kuanza kupigania haki kuanzia akiwa kwa umri mdogo, mtazamaji wangu anazidi kuwa katika nafasi bora kuaminiwa kutokana na maamuzi yake yasiyokuwa ya usaliti na maamuzi kuwa imara. Je, mtazamaji wangu, we mtazamo wako ni upi kwa mtoto wake Mheshimiwa Tundu Lissu kuingilia kati swala hili ama kesi hii inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu? Usisahau kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.